بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، ndugu penzi watazamaji, baada ya kumshukuru Al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kuwa pamoja tena leo katika siku hii adhimu na tukufu, siku ya Ijumaa, katika barnamiji yetu ya kilma cha Ijumaa. Biidhnillah, katika kilma chetu cha leo tutakuwa na maudhui muhimu, moja katika tabia ambazo kwamba zimeadimika katika zama zetu, moja katika tabia ambazo kwamba ni dharura sana kuwepo katika jamii zetu, na kwa kukosekana tabia kama hiyo ndio majumba yamevunjika, mume na mke wamekosana, ndugu hawapatani, na wanabiashara wamevurugana, na mambo mengi ambayo kwamba yanatokea katika jamii kwa kukosekana tabia kama hii. Nayo si nyingine isipokuwa ni ile inayojulikana kama iltimasul a'dhar, kupeana udhuru. Ndugu mpenzi mtazamaji, sisi kama wanadamu ni wingi wa kukosea, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake, kullu ibn adam khata, kila mwanadamu sio khati, sio mwenye kukosea, ni mwingi wa kukosea. Yani tutakosea mara moja, mbili, tatu na zaidi. Alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal ismatu lirusulih, na isma ni ya mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama mimi na wewe kama wanadamu wa kawaida, kukosea kwetu ni wajibu na ni lazima, na si mara moja wala mbili. Man dhal ladhi ma sa'aqat, ni nani yule ambaye kwamba hajafanya makosa hata mara moja? Wa man lahu alhusna faqat, na nani yule ambaye kwamba yeye yake yote ni mazuri, hana ambaye kwamba sio mazuri? Hakuna, isipokuwa mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambao kwamba wamepewa isma na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama mimi na wewe kukosea ni kawaida, lakini tatizo halipo katika kukosea. Kosea ni ubinadamu, kurudia kosa kama wewe mkosa ndio makosa. Lakini kuna na wewe ambaye kwamba umemwona mwenzako amekosea, unamtazama kwa jicho gani? Ama unamwangalia kwa zawia ipi? Tukija katika mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Tirmidhi katika jamii yake na wengine katika ulama wa hadithi, alikuja bwana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akamuuliza swali, akamwambia, kam na'fu anil khadim ya Rasulullah, sisi tutatakikana tumsamehe mara ngapi mfanyikazi? Yani anapokosea apewe msamaha mara ngapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu sahaba kama yule, ufu anhu fil yawmi 70 marra, msamehe kwa siku moja, yani ndani ya masaa 24 watakikana umsamehe mara 70. Na mara 70 aliyokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa, wengine wanasema ni idadi, lakini katika lugha ya Kiarabu imezoeleka kutumika 70 kwa kumaanisha wingi. Haimaanishi ukifika udhuru 71 usimpe udhuru, la, hata kama itazidi zaidi ya hapo. Hilo ndilo alolifahamu walokuja ama walopokea maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallama, na vile vile walokuja baada yao. Ndio namuona al-Imam Ibn Sirin kama anavyopokea ama kama anavyopokea al-Imam Ibn Asakir katika Tarikh Dimashq, anasema al-Imam Ibn Sirin radhiyallahu anhu, idha balaghaka an akhika shay'un tunkiruhu faltamis lahu udhra, asema ikikufikia wewe chochote
kutoka kwa ndugu yako ambacho kwamba hukikubali ama unakiona si cha sawa, basi mtafutie udhuru. Na maneno kama hayo ameyasema vile vile Jaafar as-Sadiq, moja katika vitukuu vya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Baihaqi katika Shu'abul Iman, anasema idha balaghaka an akhika shay'un tunkiruhu faltamis lahu udhran wahidan ila 70 udhra fa in asabtahu wa illa faqul la'alla lahu udhran la a'rifuhu. Asema al-Imam Jaafar as-Sadiq radiyallahu anhu, idha balaghaka, pindi itakapokufikia wewe, an akhika, kutoka kwa ndugu yako ama kumhusu ndugu yako, ashay'u tunkiruhu, kitu ambacho kwamba unakikataa kabisa, unakiona ni kitu cha makosa, anasema faltamis lahu udhran wahida, mtafutie udhuru moja, ila 70 udhra, mpaka udhuru 70. Sema fa in asabtahu, ikiwa utapata udhuru katika hizo moja mpaka 70, basi khair wa baraka, wa illa, ikiwa hukupata katika hizo 70, faqul, useme la'alla lahu udhran la a'rifuhu, huenda akawa ana udhuru ambao kwamba mimi siujui. Kwa hivyo tekana umpe udhuru moja mpaka 70, na baada ya 70 haimaanishi umtuhumu, haimaanishi uwe na dhana mbovu na yeye, haimaanishi uanze kumsema na kumnyoshia vidole, la, hata baada ya 70 ujiambie wewe kuwa pengine ana udhuru yeye, mimi ambao kwamba siujui. Hivi ndivyo alivyofundisha Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, na hii ndio wiratha ambayo kwamba wameipokea kwake masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Ndo namuona Al-Faruq Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alikuwa akisema, la tadhunna bikalimatin kharajat min akhika su'a wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Usidhani neno ambalo kwamba limetoka kwa ndugu yako ukalidhania kwa ubaya, ambapo wewe unaweza kulielekeza katika maana iliyokuwa nzuri. Yani neno uweza kulifahamu kwa maana nzuri, unaweza kulielekeza katika maana iliyokuwa sawa. Usikimbilie ukalipeleka katika maana ya makosa, ukamdhania vibaya ndugu yako kwa neno lile ambalo kwamba amelitoa. Hivi ama hii ndio tarbia waliopewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma masahaba waende katika ghazwa. Waliporudi masahaba kama wale wakaja kumshtakia mtume sallallahu alaihi wasallam kiongozi wao, wakamwambia Rasulullah, yule bwana ambaye kwamba umemtuma kama kiongozi wetu alikuwa akisoma sura ya al-Ikhlas, sura inayojulikana kama qul huwallahu, katika kila raka akisoma qul huwallahu. Ulama ameelezwa zaidi ya mara moja kitokeo kama hili. Wengine wanasema akisoma al-Fatiha na qul huwallahu peke yake, wengine wanasema Fatiha na sura akimalizia na qul huwallahu. Almuhim, katika kila raka alikuwa akisoma qul huwallahu bwana kama huyu. Wakaenda wakamshtakia mtume sallallahu alaihi wasallama, angalie huyu bwana tendo alilokuwa akilifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallama ataka kuwafunza kama mwalimu adhimu, anasema hebu nendeni mkamuulize nini sababu ya yeye kufanya hilo. Wale mabwana walipokwenda kumuuliza, yule bwana akasema, inni uhibbuha, mimi naipenda sura kama Suratul Ikhlas, naipenda mimi moyoni mwangu, ndio maana naisoma katika kila raka. Waliporudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumueleza jawabu yule bwana, mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maneno makubwa, akasema, hubbuhu iyaha adkhalahu aljanna, kule kupenda kwake, kuipenda Suratul Ikhlas kumemuingiza peponi. Yani lile tendo lake limekuwa ni sababu ya yeye kumuingiza peponi, lakini tayari kulikuwa na watu ambao kwamba wataka kulifahamu makosa, wataka kumdhania makosa badala ya kumtafutia udhuru. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawatuma wakamuulize. Hili ni somo la kutafutia mtu udhuru katika jambo ambalo kwamba amelifanya. Yani kabla uruke, kabla ukimbilie na ukurupuke katika kumdhania mabaya, muulize kwanza ili ujue sababu ilompelekea afanye jambo kama hilo, ili upate kumtafutia udhuru. Iltamis li akhika 70 udhra.
Kwa hivyo ndugu zangu wapenzi watazamaji, hili ni somo adhimu na ni tabia na khuluq adhimu ambayo kwamba ameifundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yatakikana kila moja kati yetu ajipambe nayo. Na kama vile maswahaba walipokea tabia kama hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na vile vile watoto wa maswahaba walipokea tabia kama hii kutoka kwa Mtume kutoka kwa baba zao. Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama amewalea baba zao kwa tabia kama hii, na baba zao wakawalea watoto wao kwa tabia kama hii. Talha ibn Abdurrahman ibn Auf, mmoja katika watoto wa maswahaba adhimu. Abdurrahman ibn Auf, sahaba mkubwa katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika waliobashiri wa pepo, bali bilionea wa maswahaba, tajiri wa matajiri wa maswahaba radhiyallahu anhu wa ardhah. Mtoto wake anaitwa Talha. Alipofariki Abdurrahman ibn Auf, kwa kuwa yeye ndio bilionea masahaba, alikuwa na mali mingi, kwa hivyo Talha alirithi kiwango kikubwa cha mali. Wakawa watu wanakuja kwake kumwomba, wanakuja kwake ili awakidhie haja zao. Ikafika kipindi Talha akafilisika, akawa hana chochote. Wale watu wakawa hawamwendei tena Talha. Mke wake likamuudhi, akawa anamwambia mume wake Talha, amwambia ma al'ama man kanu ya'tunak, angalia ni waovu kiasi gani wale watu ambao kwamba walikuwa wakikujilia. Ulipokuwa una pesa, ulipokuwa ni tajiri, una uwezo, walikuwa wakija wakilia dhiki zao, lakini sasa huna chochote, wamekukata kabisa, hakuna anayekupita wala anayekutambua. Sayyiduna Talha kama mwanafunzi aliyotoka katika madrasa hii ya kupeana udhuru, akamjibu mke wake akamwambia, wallahi hadha min karami akhlaqihim, amwambia wallahi hilo ni katika ukarimu wa tabia zao, ni katika wema na uzuri wa tabia zao. Mke anashangaa, vipi tabia njema na ni tabia mbovu ya kukukata wewe baada ya kufilisika? Talha akamwambia, walipojua tuna uwezo walikuwa wakija, wanajua tunaweza kuwasaidia, lakini walipojua kwa tumefilisika hatuna tena uwezo, hawakutaka kutuhisisha vibaya kwa kushindwa kuwasaidia. Hii ndio tarbia, ndio malezi ambayo kwamba watoto wa maswahaba walipewa na baba zao, na baba zao waliyapokea kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na maelezi haya hayakukatika kwa watoto maswahaba, yaliendelea hivyo hivyo katika karne tatu zilizotangulia. Wale wema waliotangulia as-salafu salih ridwanullahi alayhim walikuwa wakijipamba na tabia kama hii. Mmoja katika mabwana wakubwa wa salaf anayejulikana kama Yunus ibn Ubaid. Yunus ibn Ubaid alifiliwa na moja katika jamaa zake, lakini katika mazishi kuna moja katika rafiki yake hakuja, akiitwa Ibn Auf. Moja katika wale akamwambia Yunus ibn Ubaid, Ibn Auf lam yatik, angalia rafiki yako Ibn Auf hakuja kuungana na wewe katika mazishi. Ibn Auf lam yatik. Yunus ibn Ubaid akatoa maneno adhimu yanayostahili kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Akamwambia, inna idha wathiqna bimawaddati akhina lam yadurruhu alla yatina, sisi tukiwa tuna uhakika na yakini kwa ndugu yetu fulani anatupenda, basi halitudhuru ikiwa hakuja. Yani ikiwa amepata nafasi kuhudhuria, sawa ni mazishi, ni harusi, ni chochote kile kinachotuhusu sisi, basi khair wa baraka, ni vizuri. Lakini ikiwa hakupata nafasi, ikiwa hakuhudhuria, tunajua ana sababu, tunajua ana udhuru ambao kwamba umemfunga, sio kwa amefanya kusudi kutohudhuria. Inna idha wathiqna bimawaddati akhina lam yadurruhu alla yatina. Haya ni maneno kila mmoja atakana yake mbele ya macho yake, ayafanyie kazi katika maisha yake. Ni wangapi katika wale tunawapenda na wakaribu tumewapiga vita na tumewakata kwa sababu kuna katika harusi yangu hakuja, alinidharau. Mtoto wangu amefaulu, hakuniwish kufaulu kwake. La, tumefiliwa, hakuja kuzika. Si ndo sababu ambazo kwamba tunazitoa? Ndo sababu ambazo kwamba zinatufarikanisha katika jamii zetu, kwa sababu ya kukosa iltimasul a'dhar. Ikiwa ana mema 99, ikiwa muna undugu na mahaba mmeshikana, kwa nini moja ambalo kwamba limetokea na pengine haliko katika mikono yake itakuwa ni sababu ya kumkata yeye? Iltimasul a'dhar. Ndugu zangu wapenzi watazamaji, tusikubali kushindwa na mdudu mdogo katika wadudu walioumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mdudu sisimizi ama chungu.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim alipokuwa anamzungumzia mdudu kama huyu katika kisa cha Sayyiduna Suleiman alayhi salam. Sayyidina Suleiman anapita na majeshi yake, wanakaribia katika wadi Namla, katika sehemu ambayo kwamba wamekusanyika chungu wengi. Qalat namlatun ya ayyuha namlu, Mwenyezi Mungu anamnukuu, qalat namlatun, Mwenyezi Mungu akasema yule ambaye kwamba ndio kiongozi wao, ya ayyuha namlu, enyi chungu, udkhulu masakinakum, ingieni katika majumba yenu. Kwa nini? Asema la yahtimannakum Suleimanu wa junuduhu, ili msije mkakanyagwa na Suleimani na jeshi lake. Kwa hivyo ingieni ndani. Akamalizia kwa kusema nini? Angalia namna alivyokuwa ana hikma chungu kama huyu. Amwambia, awaambie chungu wenzake, wahum la yash'urun, ilhali ya kuwa wao hawahisi. Yani pindi ikiwa watakuja kuwakanyaga, sio maksudi, sio kuwa wamekusudia kuwakanyaga, watawakanyaga bila wao kuhisi. Sasa muangalie mdudu kama huyu anawatafutia udhuru Sayyiduna Suleiman pamoja na jeshi lake kabla ya tokeo kutokea. Yani hawajafika, hawajawakanyaga, tayari ashawatafutia udhuru. Ikiwa itatokea watawakanyaga, itakuwa hawajahisi, sio kusudi. Tujiulize mimi na wewe, vipi katika kutangamana na wenzetu? Vipi katika kuamiliana na wenzetu? Je, tunawapa udhuru kabla hata ya kufanya kosa? Ama sisi ni kinyume? Sisi tunawadhania mabaya kabla ya kufanya kosa. Yani mimi harusi yangu itakuwa mwezi ujao na najua fulani hatohudhuria. Shekhe, subiri ifike. Ikiwa amehudhuria khairi, hakuhudhuria, kabla ya kumtuhumu kwa hakuhudhuria kwa kusudi, mpe udhuru. Pengine hakupata nafasi, hakupata fea ya kuja, alikuwa mgonjwa, mtoto wake alishikika akafungika naye, mtafutie udhuru badala ukimbilia kumtuhumu. Sisi tunatumiana, sisi tunaelekezana vidole kabla ya jambo kutokea, hata sio baada ya jambo kutokea. Lakini angalia mdudu mdogo kama huyu anatufundisha somo adhimu kama hili, umpatie mwenzako udhuru hata jambo kabla litokee. Iltamis li akhika udhra, mtafutie ndugu yako udhuru. Ndugu mpenzi mtazamaji, katika visa ambavyo kwamba ni venye masomo makubwa na tunakitaja mara nyingi katika durusi zetu, wanasema mbao siku moja iliuambia msumari, umenipasua ama umenivunja. Mbao inauambia msumari, umenivunja. Msumari ukasema kumjibu mbao na kumwambia, shekhe, ungeona pigo lililoniteremkia kichwani ungenipa udhuru. Hukuiona wewe nyundo ikiniteremkia kichwani, hukuona pigo ambalo kwamba nilikuwa napigwa na nyundo. Lau ungeona pigo ambalo kwamba limeniteremkia kichwani ungenipa udhuru. Yani lau tungejua sababu ambazo kwamba zinawakumba wenzetu mpaka kufikia kukosea, ama pengine si kosa lakini kwa mtazamo wetu tunaliona ni kosa, basi tungewapa udhuru lau tungekuwa tunajua zile sababu. Lakini hatujui hizo sababu. Moja katika wazazi, mtoto wake alikuwa ni mgonjwa sana na anahitajia kufanyiwa operesheni ama upasuaji wa haraka. Akamkimbiza hospitali. Akifika hospitali anapigiwa daktari simu aje afanye ile operation. Daktari akachelewa kidogo. Daktari akifika, mzazi mkali, mzazi yule mtoto mgonjwa, ama amtolea maneno makali, yani unajichelewesha, unajivuta, mtoto atakufa huku tutamkosa. Akawa anamtolea maneno mingi, lakini yule daktari hakujibu neno lolote, bali alitoa neno moja tu. Alimwambia naomba radhi. Naomba radhi kwa kuchelewa, pole kwa kuchelewa. Kisha akaingia katika theater. Masaa mawili akamfanyia operesheni yule mtoto. Alhamdulillah, operesheni kafaulu. Akitoka yule daktari anapambana na babake mtoto, anamwambia alhamdulillah, operesheni imefaulu. Kisha huyo akatoka zake nje ya hospitali akaenda zake. Hilo pia likamuudhi yule mzazi. Akawafuata wale wanaohusika pale na wahudumu wa hospitali, akamwambia, mbona huyu daktari wenu ana ghururi sana? Mbona ana kiburi na kujiona? Nini hichi anachokifanya? Yani hata hana muda na sisi. Kwanza amekuja kuchelewa, mtoto kidogo atutoke huyu. Pili, anakuja hapa ametoka katika chumba cha upasuaji, ametoka moja kwa moja amekwenda zake, hana muda hata kuzungumza na sisi. Wale mabwana akamwambia, huyu bwana leo asubuhi mtoto wake amepata accident na amefariki. Hivi
anakimbilia kwenda kumalizia mazishi. Yani yeye ile kuja kumfanyia mtoto wako operesheni, alikuwa amemwacha mtoto wake akiwa ni maiti kule, amesimamisha zoezi la kumzika, amekuja kumuokoa huyu wako, kisha arudi amalizie kumzika mwanawe. Lau yule mzazi angejua jambo kama hili ambalo kwamba limemtokea yule daktari, asingekimbia wala asingekurupuka kumtolea maneno na kumtuhumu na kumuita majina makubwa makubwa, kibri na ghururi. Kwa hivyo ungekuwa ama ingekuwa ambao imeona pigo lililomteremkia msumari, ingempa udhuru. Katika visa vile vile ambapo kwamba ni venye kugusa na venye masomo, kuna bwana alimpigia ndugu yake simu akamwambia, mtoto wangu mgonjwa sana, nahitajia kiwango fulani cha pesa ili niende nikamtibu. Yule bwana akamwambia, sawa, wewe kimbilia hospitali, mimi nitakuwahi huko, tuonane hospitalini. Yule bwana akakimbilia hospitali. Akifika kule ndugu yake hajafika. Akimpigia simu, simu ni mteja, hapatikani kwa simu. Mke wake yuko na yeye yule bwana. Akaanza dhana mbovu, akimwambia, muona ndugu yako siku zote hatufai, na leo mtoto mgonjwa pia vile vile hajatufaa, na kwa juu amekuzimia simu ili usimsumbue. Akaanza kutoa maneno mbalimbali. Baada ya muda kidogo, ndugu akaingia na kile kiwango cha pesa aliyoitishwa akampatia ndugu yake. Ndugu yake anamuuliza, kwa nini umechelewa? Na kupigia simu sikupati, simu ni mteja. Amwambia, pole ndugu yangu, uliponipigia mimi mwenyewe sikuwa na uwezo wa chochote kukuletea, lakini kwa kuwa ni dharura, mtoto wa ndugu yangu ni mgonjwa, nimeona niuze simu yangu ili nikuletee ile thamani ama yale mapeni unayohitajia. Asema, kwa hivyo uliponipigia simu nilikuwa nishaitoa laini kwa ajili ya kuiuza ile simu ili nipate haya mapeni ya kumtibu. Lau angelijua hilo, wasingekimbia kumtuhumu. Iltamis li akhika udhra, tafutie ndugu yako udhuru 1 mpaka 70. Ndugu wapenzi watazamaji, ni mara ngapi sisi tunakimbilia kuwatuhumu wenzetu? Ni mara ngapi tunakimbilia kuwanyoshea vidole na kuwa na dhana mbovu na wao kwa mambo ambayo kwamba lau tungejua basi tusingekimbilia kuwa na dhana mbovu na wao. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama anatufundisha iltimasul a'dhar, masahaba zake vile vile wanatufundisha iltimasul a'dhar, na as-salafu salih wema waliotangulia walikuwa kijipamba na sifa kama hii. Mwanzako anapokosea ama anapoteguka, jua nini ambacho kwamba kimemsibu mpaka kufikia hapo. Umemwalika katika harusi yako, hakuja, tafutia udhuru. Labda mgonjwa, huenda ikawa hakupata fare ya kuja, labda na yeye amefiliwa nyumbani, anashughulika na kuzika ama chochote kile. Leo ngapi wanateta kwa sababu nimempigia simu hakunishikia, ama nimemtumia message mimi kwa WhatsApp na imeonyesha tiki 2 tena za blue, yani ameisoma lakini hakunijibu. Anadharau, ana kibri. Si ndio maneno tunayosema? Umempigia simu, nimempigia simu amenikatia. Taib, umempigia simu ikakatika, pengine amekwisha charge ile simu ndio maana ikakatika. Umemtumia message hakukujibu, pengine ameishiwa na data ndio maana hakukujibu. Mtafutie udhuru. Moja katika mabwana wakubwa wa salaf ridwanullahi alayhim, katika maneno adhimu alikuwa akiyatoa katika kutufundisha tabia kama hii ya kupeana udhuru, asema, law raaitu rajulan yakturu lihiyatuhu khamran, asema lau nitamuona mtu ndevu zake zinatona pombe, ndevu zake zinatona pombe, yani sio kunywa tu, amekunywa mpaka likafika kuninio kumwagika katika ndevu zake. Asema lau nitamuona mtu katika shakli kama hiyo, asema la qult, ningesema sukibat alai, amemwagiwa. Sio yeye amekunywa, ni mtu amekuja akamrushia katika uso wake, amemwagiwa hiyo pombe. Angalia namna gani ulivyokuwa akitafutia watu udhuru. Hilo dogo. Asema walau raaituhu ala aljabali yaqul, lau nitampata mtu yuko juu ya jabali anasema ana rabbukumul a'la,
mimi ndo Mola wenu wa juu. Maneno yale aliyotoa Firauni, asema lau nitampata yuko juu ya jabali anatoa maneno kama haya, la qultu, asema ningesema innahu yatlu aya min alquran, anasoma aya katika Qur'ani. Sio kwa yeye ndo anasema maneno hayo, la, anasoma aya huyu katika Qur'ani, ile yale maneno aliyosoma Firauni. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih ridwanullahi alaihim ajma'in, na hivi ndivyo walivyokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Angalia yule sahaba aliyokwenda kwake, amwambia Rasulullah, mimi nimezini. Ambaye huenda ikawa umebusu, labda umegusa, anamtafutia udhuru Rasulullah, ingawa mwenyewe amekubali kwa yeye amezini, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anamtafutia udhuru. Hivyo ndivyo tunavyotakikana kuishi mimi na wewe. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, yule ndugu yako ambaye kwamba anakupenda na unampenda, inapofikia sehemu akateguka, huwa kuna sababu ambayo kwamba imempelekea yeye kufanya hivyo. Kwa hivyo kabla ya kumtuhumu, kabla ya kumpiga vita, kabla ya kumkata, kimbilia kwanza kumpa udhuru. Nimalizie na kisa moja katika mama akiwa yupo jikoni anapika, mara anamwambia binti yake mdogo, mpigie babako simu, mpigie babako simu umwambie chakula tayari. Binti akachukua simu akampigia babake, mara anamrudia mamake, anamwambia mama, aliyepokea simu ni mwanamke. Mama hasira zimempanda. Sisi huku tuko jikoni tunasumbuka, tunaungua mikono kwa ajili yake kumpikia, kumbe yeye yupo kwa mahawara wake, kumbe yeye amekwenda huko kwa wanawake wake. Atakipata leo akija hapa, hii nyumba hatoikanyaga, hatoingia mpaka toe talaka. Baba akija akibisha mlango, amesimamiwa na mwiko ule wa kupikia mlangoni, fujo, kelele mpaka majirani wanasikia. Sisi tutapata tabu huku, tutachomeka. Wewe unakwenda kwa wanawake wako huko, majirani wanakuja, haingii huyu mpaka nipe talaka yangu. Yani yuko tayari kuivunja nyumba yake ya ndoa. Kwa sababu ya nini? Hajafanya tathabut, bado hajafuatilia nini lilotokea. Huingii hapa mpaka unipe talaka yangu. Majirani wanamuuliza nini tatizo, muulizeni binti yake. Anapiga simu, aloshika ni mwanamke. Anaulizwa binti na majirani, wewe umepiga simu ya babako? Nilopiga namba ya babangu. Imeshikwa na mwanamke? Na ameshikwa na mwanamke. Amekwambia nini mwanamke huyo? Asema ameniambia mteja unampigia hapatikani kwa sasa. Kumbe ni mwanamke wa Safaricom, kumbe ni mwanamke wa shirika la simu, lakini amekimbilia kutaka kuvunja nyumba yake, ataka kupewa talaka, anafanya fujo mpaka majirani wanakaribia bila ya kuhakikisha. Yani jambo dogo tu. Lau yule mama angemuuliza binti yake, huyo mwanamke amekwambia nini? Binti akamwambia ameniambia mteja hapatikani kwa sasa, bila shaka mama angejua ni mwanamke gani. Lakini amekimbilia kufanya yote hayo kwa sababu ya nini? Lam taltamis al-udhr, hakumtafutia udhuru wala hakwenda kufuatilia kiundani. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, na katika qiraa fatathabbatu, mkiletewa habari kutoka kwa fasik, basi kwanza ifuatilieni. Ifuatilieni vipi? Kwanza hakikisheni habari ile ni ya kweli, na la pili imetokea kwa namna ile ilivyoelezwa. Uweza kuambiwa fulani dereva taxi tumempata, ana mwanamke amempakia mbele, sababu ni tuhuma, mwanamke amempakia mbele, hakukaa nyuma. Waona atembea na wanawake, pengine dadake, pengine mamake, pengine khale yake, huwezi kujua. Ama fulani amepita nje ya msikiti wakati wa swala, wala hakuingia msikitini kuswali. Shekhe pengine ni msafiri, ashajumuisha, pengine nguo zake zina najasa na kwenda kubadilisha. Kwa hivyo tusiwe wepesi sisi wa kwenda kuwatuhumu watu na kuwadhania mabaya, ambapo kuna namna tuweza kuwatafutia udhuru katika lile ambalo kwamba tunaliona ni kosa. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupambe na sifa kama hii ya kupeana udhuru, lakini vile vile atuondoshe sifa mbaya ya kudhaniana mabaya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.